الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أولياء الله أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maudhui yetu ya leo tutakuzungumzia, inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikisha na kutuwezesha, tutazungumzia riba. Na katika maudhui hii ni kwamba inajengeka katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi, pale sema inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, hakika mimi nimejiharamishia dhulma katika nafsi yangu na nimeijalia kuna nyinyi baina yenu ni haramu, kwa hivyo msidhulumiane. Kwa hivyo msingi wa maudhui yetu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tusidhulumiane, kama yeye alivyojiharamishia dhulma, basi pia amejalia baina yetu sisi tusidhulumiane. Alafu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika kauli nyingine, anasema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili watudlu biha ila alhukami litakulu fariqan min amwali nnasi bilithmi wa antum ta'lamun, yani msiliane mali zenu baina yenu kwa batili, mkazipeleka mali hizo katika mahkama kuhukumiwa, ili mupate nafasi ya kuweza kula mali za watu hali ya kuwa mnajua kama hivi tunavyofanya sivyo kula mali za watu. Kwa hivyo msingi mzima wa maudhui hii unajengeka katika makusudio ya sheria ya kuhifadhi mali na kuhifadhi umiliki wa mali ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa tuwe ni wasimamizi, zitumike ipasavyo kwa ajili ya maslahi yetu na maslahi ya watu wetu tunaokaa nao na umma wa Kiislamu kwa ujumla. Lakini vile vile mali hizo ziwe zinamilikiwa kisheria kwa mujibu wa taratibu, bila ya mtu kuingilia katika mali ya mwingine kwa dhulma, akala mali ya mtu mwingine kwa kumdhulumu. Kwa hivyo kwa ujumla ni kwamba mada hii inakusudia kufunga milango iliyokuwa inaruhusu watu kudhulumiana. Kwa hivyo tukiangalia neno hili riba au kitendo hichi cha riba, tunakiona kwamba kilikuwepo tokea kabla ya kupewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utume. Basi kitendo hichi kilikuwepo na Waarabu walikuwa wakikifanyia kazi, wakiweza kumiliki mali katika njia hiyo ya riba. Neno lenyewe riba lina maana ya ziada, yani nyongeza. Baada mtu kile alichokuwa nacho anapata nyongeza, lakini katika njia ya dhulma. Anasema kwamba neno hili riba aziada, na istilahan linatumika, anasema ziyadatun makhsusa li ahadi almutaaqidaini, yani ni ziada maalumu inayowekwa baina ya watu wawili wanaoingia katika mkataba, kwamba ninakupa mali hii, lakini utakaponirejeshea utanirejeshea na ziada ya kiasi fulani. Kwa hivyo hichi kitakachozidishwa ndio kinaitwa riba. Na riba wakati wa
wa Mtume iliyokuwa ikitekelezwa ilikuwa kuna riba za namna mbili. Kulikuwa kuna riba ad-duyun na kuna riba atijara, yani riba albuyui, riba ya biashara na riba ya madeni. Zote hizi zilikuwepo tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume. Ama hii tukianza na riba duyun, anasema huwa alladhi nazala alquranu bitahrimihi, na hii ndio ambayo Qurani ilishuka kuja kuiharamisha, na maana yake inakuwa ni nyongeza katika deni. Deni hili linakuwa linaongezeka, mtu amekopeshwa anakuwa na deni, lakini deni hili linakuwa na mkataba wa kuongezeka kwa mujibu wa ziada ya muda utakavyokuwa. Kwa hivyo kadri unavyochelewa kulipa ndivyo kadri lile deni nalo linakuwa linaongezeka. Kwa hivyo anasema muqabil ziyada fil ajal, yani deni hili linakuwa linaongezeka kwa mujibu wa ule muda unaongezeka katika kulipa. Na kama tulivyosema kwamba muamala huu ulikuwepo wakati wa jahilia, naona na Qur'ani ilipoteremka basi ikaharamishwa. Lakini pia kuna riba albuyu, riba ya biashara. Riba hii huwa alladhi yakunu fi bai'i, inapatikana katika mali za riba ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizibainisha katika hadithi aliposema adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fidda bil-fidda wat-tamru bit-tamri wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wal-milhu bil-milhi mathalan bil-mithli sawa'an bisawa' yadan biyadin fa idha ikhtalafat fabi'u, anasema fa idha ikhtalafat al-asnafu fabi'u kayfa shi'tum. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha riba hii ilikuwa ikifanyika ya biashara, ni kwamba watu walikuwa wakibadilishana vitu hivi, wakibadilishana ngano kama ilivyokuja katika hadithi, wakibadilishana fedha, dhahabu, tende. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha na kusema kwamba watu wakibadilishana sasa waache taratibu walizokuwa wakibadilishana mwanzo. Yani walikuwa wakibadilishana kwa mfano ngano lakini kwa ngano zaidi, yani wanabadilishana, unatoa ngano kidogo au unatoa ngano nyingi unapewa kidogo, au unatoa kidogo unapewa nyingi, yani kwa ziada. Yani wanabadilishana ngano kwa ngano lakini kwa ziada, mmoja anatoa kidogo mwingine anatoa kingi. Wanabadilishana fedha kwa fedha, lakini mmoja anatoa kidogo mwingine anaongeza. Dhahabu kwa dhahabu, mmoja anatoa kidogo mwingine anaongeza. Unaona, hivi ndivyo walivyokuwa wakibadilishana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kubainisha kwamba kuanzia sasa mkibadilishana itakuwa, anasema adh-dhahabu bidh-dhahabi, dhahabu itakuwa itabadilishana kwa dhahabu yenyewe, fedha bil-fedha, fedha kwa fedha, watamru bitamri, walburru bilburri, washa'iru bishairi, walmilhu bilmilhi, yani chumvi kwa chumvi, sawaan bisawa, yani mkabadilishana vitu hivi basi iwe sawa kwa sawa, kumzidishia mwenziwe. Halafu pia iwe yadan biyadin, yani mkono kwa mkono, pale pale unampa anakupa pale pale pale, isiwepo kwamba unatoa lakini njoo uchukue baadaye, hiyo haitakiwi. Fa idha ikhtalafat, vikitofautiana hivi vitu, kama mnabadilishana mali lakini si mali ile kwa ile, kwa mfano unabadilishana ashairu, pengine ni ngano lakini kwa mchele, au ngano kwa tende, au ngano kwa kitu chingine chochote kile katika vyakula, mkibadilishana vitu vilivyokuwa tofauti, anasema fabi'u kaifa shitum, hapo mtabadilishana mnavyotaka, hapana tatizo. Ikiwa kimoja kitakuwa kidogo, chingine kitakuwa kingi. Lakini vikiwa vyote ni vitu vya aina moja, hairuhusiwi mtu mmoja kuzidisha au kupunguza, mubadilishane viwe sawa kwa sawa. Usije ukasema tende yako nzuri yangu mbaya, kwa hivyo yako iwe kilo 2 mimi nitoe kilo 1. Hairuhusiwi, haitakiwi ubadilishanaji wa namna hiyo wa kuzidisha. Na jamhuri ya wanazuoni wamekubaliana kwamba hivi vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amevitaja
kwamba ndani yake inapatikana riba katika vitu hivi, basi kuna vitu vingine ambavyo vinaunganishwa vinakubalika kwamba navyo vitaingia katika jumla ya vitu vya riba hivi, sababu yake au sifa zake zinalingana na hivi vitu vilivyotajwa. Kwa mfano vilivyotajwa kama tulivyoviona, lakini kuna vingine havikutajwa. Kwa mfano kama mahindi, sembe halikutajwa, pengine mchele haukutajwa, lakini tukiangalia sifa ya mchele na sifa ya ngano zinafanana, kwa sababu ngano ni chakula na mchele ni chakula. Sifa ya mahindi, naona sembe, naona inafanana na ngano, pamoja na kwamba haikutajwa. Kwa hivyo navyo vinaweza vikajumlishwa vikaingia katika aina ya vitu ambavyo hivi ndani yake itakuwa kuna riba. Kwa hivyo itakuwa haviruhusiwi kubadilishana mtu kitu kile kwa kile pamoja na ziada. Mkibadilishana basi iwe ni sawaan bisawain, bila ya ziada. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni riba ya biashara. Anasema wariba ilikuwa ni riba duyun. Sasa tunakuja katika riba ya albuyu. Hii riba albuyu inayo, yani hiyo katika zama zetu za leo tunaikuta nayo pia imegawika, yani imegawika tena aina nyingine. Mwanzo zilikuwa ni riba ad-duyun, riba ya madeni na riba ya biashara, lakini baada yake hii riba ya biashara nayo pia nayo tena imegawika tena sehemu mbili. Imegawika, kuna riba al-fadl, yani riba ya ziada, yani mtu mnabadilishana vitu lakini kwa ziada, yani unapokuja kulipa unalipa kwa ziada. Wa maanahu aziyadatu fi ahadi al-iwadhaini, yani inapatikana ziada katika moja ya vile vitu viwili ambavyo watu wanabadilishana. Mimi nakupa hiki, wewe unanipa chingine, lakini mie nalipa na ziada, naongeza ziada. Sasa hii inaitwa riba al-fadl, inaitwa riba al-fadl katika zama zetu za leo, yani riba ambayo unaongeza zaidi kile kitu ambacho mnabadilishana. Anasema katika riba hii, anasema inapotokezea watu wakawa wanapouziana vitu, wanavyobadilishana vitu, mali ile kwa ile katika mali zile za riba, basi anasema fala yajuzu bai'u dhahabi bidhahabi, haitojuzu watu kubadilishana dhahabu kwa dhahabu, illa mutamathilan, isipokuwa ziwe zinalingana, ziko sawa sawa. Wa ayu ziyadatan, na ziada yoyote itakayoongezwa, yuaddu arriba, hiyo itahesabiwa kuwa ni riba. Kwa mfano mimi nina dhahabu ambayo bado haijasarifiwa ikatengenezwa kitu, na mwenzangu ana dhahabu ambayo imesarifiwa imetengenezwa kitu. Kwa hivyo hapo tukabadilishana dhahabu hii na hii, lakini mmoja akasema kwa kuwa wewe yako haijatengenezwa kitu, kwa hivyo wewe uongeze iwe nyingi yako, yangu mie ilikuwa ishasarifiwa ikatengenezwa kitu iwe ni kidogo. Haikubaliki kisheria ubadilishaji wa namna hiyo. Lazima mkibadilishana iwe sawa sawa, ipimwe ile dhahabu iliyotengenezwa na hilo kwa kutengenezwa viwe sawa sawa, ndio mubadilishane. Huwezi kukubali hivyo, basi inavyotakiwa sasa, wewe hii dhahabu yako ambayo imetengenezwa vitu utaipiga thamani, utauza, huyu atanunua kwa cash, atakulipa pesa, halafu na wewe itapigwa thamani dhahabu yako iliyokuwa haijasarifiwa kutengenezwa kitu, atainunua cash kwa pesa. Hapo ndo mtakuwa mmebadilishana kwa namna hiyo, lakini hamtaweza kubadilishana dhahabu kwa dhahabu pamoja na ziada. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni riba katika biashara. Kwa hivyo na hii riba tumesema ya biashara, tumesema imegawika sehemu mbili. Riba ya kwanza ni riba al-fadl, yani riba ya ziada, lakini riba ya pili inaitwa riba an-nasia. Hii riba an-nasia anasema inakuwa ni ta'khiru qabdi al-iwadhain, yani ni kuchelewesha kukabidhi vile vitu mtakavyobadilishana. Kwa hivyo huyu anatoa dhahabu na huyu anatoa dhahabu, pengine hii kiwango hichi na hichi kiwango hichi, viwango sawa sawa, dhahabu kwa dhahabu, lakini viwango sawa sawa. Lakini ikitokezea kwamba nipe hiyo leo dhahabu,
halafu wewe utakuja kuchukua dhahabu yako kesho, ikiweko hiyo tu, basi hiyo inaitwa riba nasia. Yani hiyo ni riba ya kuchelewesha kukabidhi. Haitakiwi kuchelewesha kukabidhi, hata kama itakuwa sawa sawa, kiwango kimoja, mfano ule ule, na kila sifa zote ziko sawa sawa, lakini mnapobadilishana, ikiweko suala la kuchelewesha, nipe leo nikupe kesho, hata kwa muda mdogo unachelewesha, haikubaliki kisheria, inaitwa hiyo ni riba annasia. Inatakiwa mkibadilishana, mubadilishane mkono kwa mkono, pale kwa pale, usiondoke hata ukazunguka nyuma ya ukuta. Kwa hivyo hivyo ndivyo inavyotakiwa mubadilishane kwa katika mali ambazo zinaingia riba. Kwa hivyo itakapokuwa mali hizi, hata kama sifa yake ni moja, uzito wake ni mmoja, thamani yake ni moja, mnabadilishana, haitajuzu iwapo kutakuwa na kuchelewesha, mmojawapo acheleweshe. Akichelewesha tu kukabidhi, basi hiyo haitofaa kisheria. Kwa hivyo anasema mathalan aldhahabu bifiddatin, yani faidha bia almalu ribawi, watakapobadilishana watu mali ya riba, mali ile ambayo inaingia riba ndani yake, kwa mfano ikabadilishana, lakini wakabadilishana kwa mali nyingine sio kwa kama ile. Kwa mfano wakabadilishana dhahabu na fedha, yani mtu anatoa dhahabu lakini yeye anapewa fedha, au anapewa pesa miongoni mwa pesa zilizopo. Kwa mfano dhahabu kwa dola, dhahabu kwa shilingi, dhahabu itakuwa katika pesa, fa innahu yajuzu fiha tafadhul. Katika hali kama hii itajuzu kuongezeka, mmoja akatoa nyingi, mmoja akatoa kidogo, madamu mnabadilishana vitu vili ambavyo si jinsi moja. Mmoja anatoa dhahabu, mwingine anatoa fedha, au mmoja anatoa dhahabu, mwingine anatoa pesa dola, au mwingine anatoa dhahabu, mwingine anatoa shilingi, au anatoa reale au dirham. Ikiwa unatoa pesa, basi hapo hakuna ubaya kuongezeka, sehemu moja ikawa nyingi, nyingine sehemu nyingine ikawa kidogo. Lakini vikiwa kitu kile kile kwa kile kile, haijuzu kabisa kabisa kubadilishana, halafu upande mmoja akaongeza akatoa kingi, mwingine akatoa kidogo. Anasema fa innahu yajuzu fiha tafadhul, hapo itajuzu kuongeza, liikhtilafi ljinsi, kwa sababu vile vitu vimetofautiana kimaumbile yake. Lakini basi la yajuzu taakhiri alqabd, pamoja na hayo yote haijuzu kuchelewesha kupokea au kukabidhi. Naona mkibadilishana hivi vitu kama hivyo, haijuzu kuchelewesha kupokea. Kwa hivyo ukienda kwa sonara ukamkabidhi dhahabu yako ili akupe pesa, au ukamkabidhi pesa ili akupe dhahabu, inatakiwa mupeane pale pale, mkono kwa mkono, na isiwepo ndani yake kuchelewesha. Inatakiwa yadan biyadin, mubadilishane mkono kwa mkono. Ukichelewesha inaingia riba, na hiyo jambo lililokatazwa. Kwa hivyo kwa ujumla, riba zote hizi tuzitaja, ikiwa ni riba katika duyun, katika madeni, mikopo, ikiwa ni riba katika biashara, ikiwa ni riba alfadhl, zote hizo hukumu yake ni haram kwa ijmai ya wanazuoni, kwa mujibu wa aya za Qur'ani na kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zote hizo riba hizo zimekatazwa, haifai. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, enyi ambao mmeamini, mcheni Mwenyezi Mungu na wacheni yale yaliyobakia katika riba, ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Aya hiyo katika suratul Baqara aya 278. Na pia amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa hivyo riba kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwa mujibu wa ijma'i ya wanazuoni kwamba riba ni haram mahma kana, vyovyote vile itakavyokuwa. Tukija katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile hadithi zinaonyesha wazi kwamba riba katika aina zake zote tuzitaja ni haram. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Jabir bin Abdullah, anasema laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemlaani Mtume wa Mwenyezi Mungu kila mwenye kula riba na mwenye kutoa riba, mwenye kulisha riba. Naona mwenye kula na mwenye kulisha. Kwa hivyo yani mwenye kupokea na mwenye kutoa riba. Wakatibahu, pia amelaniwa mwenye kuandika, yeye kazi yake ni uandishi. Wangapi wametoa leo, wangapi wamepokea leo, yeye ni mwandishi tu, kazi yake. Anafanya kazi ya bosi ambaye ndio yeye anakopesha kwa riba. Washahidi watakaoshuhudia ile amali ya muamala wa riba, wote hao wamelaaniwa. Naona, kwa hivyo laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai, wote wamelaaniwa, hao wanaingia katika laana. Na katika siku zetu za leo kuna watu katika hadithi imewataja hawa, lakini kuna watu wengine wanaweza wakaingia katika laana hii japokuwa hawakutajwa katika hadithi. Kwa mfano kama hivi leo inavyofanyika, watu wanatoa sehemu zao, wanatoa nyumba zao, wanatoa ofisi zao, wanazikodisha kwa watu ambao watakuja kufanya kazi ya riba katika sehemu hizo. Kwa hivyo hao nao pia wataingia katika laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutoa sehemu zao za biashara kuwapa watu wafanyie ofisi za mikopo ya riba, kama ambavyo inafanyika leo katika mitaa yetu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine iliyopokewa na Jabir bin Abdullah, ilipokewa kutoka hadithi iliyopokewa kutoka na Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema arriba 73 baban, yani riba iko aina 73, yani aina 73, iko milango 73 ya riba. Lakini anasema aisaruha, yani mlango uliokuwa mwepesi katika wa riba, yani ndio mwepesi laini kabisa huo. Anasema mithli an yankiha rajulu ummahu, inafananishwa na mtu kumwingilia mama yake. Yani ile dhambi ndogo kabisa ya riba inafananishwa na mtu kumwingilia mama yake aliyemzaa, kuonyesha ubaya mkubwa uliopo katika suala hili la riba, ambalo leo tumelirahisisha na kulifanya kama vile ni kitu cha kawaida, kitu chepesi. Sasa tukiangalia baada ya hapo, tunataka tuangalie kipengele cha ahamiyatu tahrimi riba, yani kuna faida gani kuharamisha riba? Kwa nini riba iharamishwe? Kwanza kabisa nasema yuaddi ila dhulmi, riba inapelekea katika dhulma, yani watu kudhulumiana, jambo ambalo tumelitaja mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tuishi katika namna ya kuto kudhulumiana. Katika namna hii ya kudhulumiana anasema wal istighlalu, haithu yastaghillu al-aghniya'u hajata al-fuqara lilmali fayafriduna alayhim fawaida ribawiya tamaan minhum, yani wale matajiri, wale wenye pesa wanatumia fursa hii ya shida walizonazo mafukara katika mali, na wanawakopesha na kuwaongezea faida kubwa kabisa za riba kwa tamaa walionayo. Wanaacha kuwa na imani, wanaacha kuwa na huruma, wanaacha kuwa na utu na ubinadamu, lakini yeye ana pupa ya kupata. Hamwangalii huyu ambaye anamkopesha kwa riba jinsi ambavyo atakuja kumkamua, kumlazimisha kulipa faida, kulipa nyongeza katika kile alichokuwa amekopeshwa. Hawamwonee huruma na kumwangalia kwa jicho la upole wakaweza kumsaidia, lakini wanachojali wao kwamba ni lazima kupata, tunakujaza matumbo yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha katika Qur'an tamaa walionayo watu hawa ambao wanafanya miamala ya riba, kuwadhulumu watu. Anasema, anawafananisha, anasema alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mas, wale ambao wanakula riba hawasimami katika kuendesha mambo yao, isipokuwa wanasimama kama yule mtu ambaye amepandwa na shetani. Mtu aliyopandwa na shetani anakuwa hajielewi, anakuwa akili zake hazipo, anakuwa kama amepagawa, yani ana hima ya kupata. Haangalii aliyekuja mbele yake ni jamaa yake,
haangalia alikuja mbele yake ni ndugu yake, hamwangalii kama huyu hali yake ni ngumu, anastahili kusaidiwa, hana huruma. Yeye anachokijali ni kujaza katika tumbo lake, kama vile aliyepandwa na shetani. Kama vile aliyepandwa na shetani, hana huruma, hana akili yoyote ambayo itaweza kumzuia kufanya jambo lile baya ambalo liko mbele yake. Lakini jambo la pili, kwa nini Mwenyezi Mungu ameharamisha riba? Anasema yuaddi ila ta'tili harakat al-iqtisad. Naona jambo hili la riba linadumaza zile harakati za kiuchumi. Anasema watarakumi tharwat fi aidi qillati minan nas, na kukusanyika ile mali katika mikono ya wachache kabisa katika watu. Inatakiwa mali isiweko kwa watu wachache, ienee kwa watu wote. Watu wote wawe na sehemu ya mali. Huyu anatumia, yule kule amfanya, huyu anafanya hivi, wanatumia ile pesa inazunguka kati yao. Lakini tunapokuwa na miamala ya riba, pesa zote, mali zote zinakusanyika kwa matajiri, watu wachache, na waliobakia tumia hawa matajiri waendeleze faida zao. Kwa hivyo katika hali kama hiyo tunasema inachelewesha, inadumaza zile harakati za kiuchumi katika jamii, na kuwafanya watu wawe na pupa na uroho wa kujikusanyia wao bila ya kuwaonea huruma wenzao wengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuachane na tutubie, tuwache kabisa miamala ya riba. Anasema wa in tubtum falakum ruusu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun, yani ikiwa mtatubia basi acheni miamala ya riba, muchukue ile capital, ile asili ya mali yenu mliokuwa nayo, ile tu ndio muchukue, na ziada ya juu yote iwacheni, musidhulumu wala msidhulumiwe. Matajiri wanaotakiwa wasiwadhulumu maskini wa kuwatolesha riba, na maskini nao pia wasikubali kuingia katika miamala ya riba wakawa wanalipa ziada ya kile ambacho walikopeshwa. Kwa hivyo riba inakatazwa, ni haramu kwa wote wawili, inakatazwa kwa mtoaji na inakatazwa kwa mpewaji, wote wawili. Huyu anatakiwa asidhulumu na huyu anatakiwa asikubali kudhulumiwa. Aya hiyo iko katika suratul Baqara aya 279. Jambo jingine, kwa nini riba ikatazwe? Anasema arriba yuaddi ila fasadi almujtama' wa tafakkuk arrawabit alijtimaiya, yani riba inapelekea katika ufisadi, uharibifu wa jamii. Jamii inakuwa inaharibika, inachafuka inapokuwa inafanya miamala ya uhusiano baina ya watu unaondoka kwa sababu ya miamala ya riba, kwa sababu mtu unapokuwa unamdhulumu, unamtolesha riba, unamkamua mpaka mwisho anashindwa kulipa. Akishindwa kulipa, unampeleka mahakamani, anakuja kutaifishwa, mali zake zote zinauzwa ili wewe upate faida yako ya riba. Ukifanya vitu kama hivi katika jamii, moja kwa moja mapenzi yaliyokuwepo baina yako wewe na huyo uliyomfanyia hivyo yanaondoka. Mapenzi baina yako wewe na baina ya watoto wa huyo uliyomfanyia hivyo, mapenzi yanaondoka, mshikamano unaondoka. Kwa hivyo jamii inachafuka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Mwenyezi Mungu anafuta baraka katika riba, anafuta neema katika riba, na anatia faida katika sadaka. Yani ikiwa unampa mtu sadaka, unamsaidia, basi Mwenyezi Mungu anakuongezea. Lakini ikiwa unamkamua kwa riba, Mwenyezi Mungu anaondoa baraka katika mali kama hiyo, na vile vile unakuwa ni ufisadi katika jamii mkubwa. Kwa hivyo haya ndio mambo yaliyopelekea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaharamisha riba, kwa sababu anataka watu waishi katika hali ya kupendana, hali ya kuhurumiana, hali ya kusaidiana, na sio kukamuana katika hali za riba. Leo watu wengi wanahisi kwa sababu ya kutokuwa na uoni na kutokuwa na elimu ya ile riba, wanaona kama kwamba wakipewa ile mikopo ya riba, wanaona kama kwamba wanasaidiwa, kumbi wanadhulumiwa, wananyang'anywa, wananyanyaswa, wanaonewa. Yani ni jambo moja baya kabisa wanalofanyiwa, lakini wao wenyewe kwa sababu ya kutokuwa na maarifa ya dini yao wanaona kama kwamba ndio msaada, kama kwamba ndio kheri kwao. Tukitoka hapo tunataka tuangalie alwaid, yani makemeo makali yaliyokuja katika suala hili la watu wenye kufanya miamala ya riba. Kwanza kabisa, mtu ambaye amezama katika riba, ama kuchukua riba au kutoa riba,
Yani anachukua mkopo wa riba, analipa, akimaliza anachukua mwingine, anachukua mkopo wa riba, akimaliza anachukua mwingine, na mwingine kazi yake kukopesha watu kwa riba tu, anaingiza tu anaingiza tu anaingiza tu. Watu wa aina hii wanatakiwa kitu cha kwanza kabisa hiyo statab, wanatakiwa walete toba, watubie, waache tabia hii. Ikiwa wataacha wakarudi katika mstari wa dini inavyotakiwa iwe, basi sawa, ndio jambo zuri linalotegemewa kwao. Lakini kama hawakuacha wakawa wanaendelea kufanya miamala ya riba, anasema dhuriba unuqo, yani anatakiwa huyu auliwe, apigwe, yani akatwe kichwa, auliwe kabisa, hukumu yake kama vile wanavyouliwa wazinifu. Basi na mwenye kula riba kama hakutaka kutubia akaendelea na miamala ya riba, hukumu yake ni kifo, kama vile yalivyokuwa makosa mengine. Lakini tukitoka hapo, anasema istihqaq al-la'n, yani mwenye kula riba, mwenye kuchukua riba au mwenye kutoa riba anastahiki kupata laana, yani Mwenyezi Mungu anamlani, kama ilivyokuja katika hadithi ile tulisoma mwanzo kabisa, laana Allahu akila riba wa mukilahu, na katibahu wa shahidaihi. Mwenyezi Mungu amewalani wenye kula riba na wenye kutoa riba, amewalani wenye kuandika, waandishi wa riba, na vile vile wamelaniwa wenye kushuhudia riba. Kwa hivyo istihqaqi lan, inastahiki kupata laana wote wanaoshiriki katika miamala ya riba. Halafu vile vile anasema jambo jingine ambalo katika waidi, katika makemeo yaliyokuja katika riba, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih, yani mnatakiwa muache kilichobaki katika riba, na kama hamkuacha kushiriki katika miamala ya riba, basi fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih, tangazieni vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yani mtu mwenye kudil, mwenye kuingia katika miamala ya riba, ikiwa anapokea au anatoa riba, basi huyo moja kwa moja anaambiwa atangaze vita na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani ni katika, hakuna kosa lolote lililotangazwa kwamba mtu anatangaza vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kosa hili la riba, kutokana na ubaya wake katika jamii, na kutokana na ubaya wake kwa mtu mmoja mmoja, linavyochafua kabisa jamii. Mwenyezi Mungu anasema mwenye kuhudumu katika kosa hili Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kweli ni jambo kubwa kabisa la mtu kujiepusha na kuto kulikaribia hata kidogo. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, amelihisabu kosa hili la riba kwamba ni katika makosa makubwa, kabairi dhunub, ambayo makosa haya makubwa, ikiwa mtu atakufa kabla hajatubia kosa hili kubwa, basi moja kwa moja kosa hilo kubwa linamuingiza katika moto. Akasema vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna akilata riba yuadhabu fil barzakh, hakika wenye kula riba, wenye kufanya miamala ya riba, ikiwa ni kula, kuchukua au kutoa riba, basi wataadhibiwa katika barzakh, wataadhibiwa katika barzakh, katika mto unaoitwa, anasema fi nahrin ahmar mithli dam, katika mto mwekundu utakao maji yake ni kama damu. Humu ndimo ambamo wataingizwa watu wenye kula riba. Lakini vile vile kama tulivyotangulia kusema kwamba mtu mwenye kufanya miamala ya riba, yani anajiona kama kwamba anaongeza katika mali, anaongeza kipato, lakini bila aks, lakini kumbe ni kinyume, haongezi bali anapunguza baraka inapotea kabisa. Lakini kidhahiri anajiona kama kwamba anapata faida, lakini kumbe kinyume chake. Na tukiangalia sura ambazo zinaonyesha kwamba baraka inaondoka, anasema kwanza kabisa adamu wujudi barakatil mal, anasema kutokuwepo baraka katika mali. Vipi inapotea baraka katika mali ya riba? Anasema sahibuhu la yunfiquhu binaf'i bal fima yadhurruhu, mwenye kula riba siku zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamwafikishi, hamwezeshi kufanya jambo lolote lile la manufaa, hamwafikishi kufanya jambo la manufaa, bali anafanya mambo yatakayomdhuru yeye mwenyewe binafsi yake. Yani mtu akiwa anakula riba, akiwa anafanya miamala ya riba, pesa anayopata katika riba anakuwa haifikirii kufanya jambo la kheri, lakini atafanya mambo ambayo yatampelekea madhara yeye mwenyewe na jamii yake kabisa. Kama vile ilivyokuwa riba ni kasbun khabith,
basi vile vile nafaqatuhu khabith, yani chumo la haram na matumizi yake yanakuwa ni ya haram, kwa sababu mwenyewe ashajua kwamba hili chumo nilolipata la haramu, basi yani anakuwa anakosa uaminifu kuichukua mali ile kuipeleka katika kheri. Na hata ukimwendea saa nyingine ukimwambia tupe, anakwambia mimi mali yangu haifai, anajua kwamba ile mali haifai na haiwezi kutumika katika mambo ya kheri, kwa hivyo anakuwa hawezi kuifanyia mambo ya kheri. Alafu vile vile anasema la yaskharuna amwalahum fi taati llah, hawawezi kuitumia ile mali yao katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liilmihim annahu malun muharrama, kwa kujua kwamba mali hii ni ya haram. Kwa mfano mtu anataka kwenda hija, lakini kwa sababu anajua mali yake ni ya riba, ni mali ya haram, hawezi kuitumia kwenda hija, akijua kwamba hija yake itakuwa haitokubaliwa. Hata kama akisema afanye, basi haitokubaliwa, kwa sababu anasema fa inna Allaha la yaqbalu illa tayyiban. Hata kama ataamua kufanya jambo la kheri kwa mali ile, anajua kwamba mali hii haikubaliki, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakubali isipokuwa anakubali kitu kilichokuwa kizuri. Kwa hivyo hataweza kuichukua mali ile kuifanyia taatillah, kama vile kutoa zaka, kama vile kutoa sadaka, kama vile kuendea hija na kusaidia mambo mengine ya kheri, hataweza kuitumia kwa sababu imekosa baraka ya kukubalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni mali ya haram. Kwa hivyo kiujumla, hivi ndivyo ilivyo katika mali za riba, katika miamala ya riba, uharamu wake, na vile vile tukiangalia hatari zake ambazo zinaweza kutukabili iwapo mtu atakufa hajatubia na kosa hili la miamala ya riba. Adhabu zake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kali, ambazo kama tulivyosema ni kwamba mtu moja kwa moja atakuwa ni mtu mwenye kuingia katika moto, kwa sababu hakutumia kosa hili kubwa ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisema kwamba ni katika akabairi dhunub. Inshallah, mpaka hapo niseme wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuingie sasa katika masuala, labda tuone pale ambapo hapa kueleweka, hapa kufahamika, tufahamishane zaidi inshallah. Jazakumullahu khair.